Ni tukio la kinyama lililoacha simanzi na vilio kwa wananchi wa kijiji cha Gulumwashi, kata ya Marampaka, wilaya ya Maswa, mkoani Simiyu. Tukio la kuuawa kwa mtoto aliyejulikana kwa jina la Samike Mponeja, miaka 5, kisha mwili wake kutundikwa juu ya mti na watu wasiojulikana baada ya kumteka akiwa na wenzake wakichunga ng'ombe katika kijiji hicho. Watekaji baada ya kutenda tukio hilo walianza kupiga simu kwa baba yake mzazi wakimtaka awape kiasi cha shilingi milioni 7 ndipo wamwachie mtoto wake. Hili tukio, mzazi alipotoa taarifa alisema mtoto wake alienda kuchunga. Baada ya kufikia mchana saa 7 akawa anapigiwa simu na watu ambao hawakujulikana wakimuulizia kwa wapi, akawaambia niko nyumbani, lakini alivyodai mwenye mtoto, baadaye kuna watu walifika nyumbani kwake wakajaribu kumuulizia, lakini baadaye walitoka. Baadaye wakampigia simu wakamwambia mtoto wako tumemteka, tupe milioni 7, bila milioni 7 mtoto hautamuona. Lakini waliendelea hivyo. Kufikia saa 11 walimtumia message ikimwambia bro, kama umeshindwa hatutaweza kukusubiri, yakipita masaa 15 mtoto wako hautampata. Na kweli mtoto amepatikana akiwa amekufa. Katika hili tukio wale watoto walikuwa 3, walikuwa wanachunga ndama. Katika hao watoto 3, 2 walitumwa fimbo wakamwacha yule mmoja wao. Sasa katika kurudi wakakuta mwenzao yule mmoja hayupo. Wakauliza kwamba mwenzetu kashaenda wapi? Akasema ameshawafuata huko mlikokuwa amefuata fimbo. Sasa hapo ndo ikaendelea utafuti sasa kufika mpaka kwa uongozi. Kesho yake ikapulizwa kipenga, tukaenda kwenye tukio pale kwenye ile familia, na kweli tukakuta kuna upotevu wa mtoto. Wakaendelea kutafuta mpaka leo hii mtoto ameshapatikana, lakini ameshapoteza uhai wake. Mkuu wa wilaya hiyo Dr. Vincent Nano amefika katika kijiji hicho na kutoa pole kwa wananchi, huku akibainisha kuwa jumla ya watuhumiwa 3 wamekamatwa na jeshi la polisi na upelelezi bado unaendelea. Tumehangaika sana. Nishukuru jeshi la polisi kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Tulipopata ile taarifa ya simu ili tusaidia kuwatafuta. Hiyo kazi haikuwa nyepesi kuwatafuta. Watuhumiwa tunao, tunaomba tuwe watulivu. Limeshatokea, mtu hawezi kurudi. Ndugu zangu, tuache vyombo vifanye kazi yake. Na pia imetupa na fundisho, na sisi ambao wote tuko hapa, kuna kitu tumejifunza kwamba humu tunaishi na watu wakatili kupita kiasi. Sawa ndugu zangu, mtoto mdogo hana kosa lolote, hana hatia. Tuelewa ndugu zangu, kwa hiyo sisi kazi yetu ni kumuombea. Naomba tu watulivu, polisi wafanye kazi yake na hatua zitachukuliwa. Jambo hili halitaisha hivi hivi. Tunao watuhumiwa 3 kwenye tukio hili, na tumetoka mwanzo jeshi la polisi limejitahidi kuwapata na limewakamata, na kama nyinyi mlivyoona taratibu zingine zitaendelea. Tukio hili ilikuwa ni tamaa tu. Vijana wanahitaji hela, wanaomba hela ili wafanye nini? Ndio mwachie, lakini baada ya kosa hela wakachukua maamuzi ambayo sio maamuzi sahihi. Kwa hiyo niwaombe wote turudi tutulie. Natoa rai kwenu. Ipo haja ya kushirikiana na jeshi la polisi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu unaona wa kwanza kupata madhara ni sisi wananchi ambao tunaishi na wahalifu. Kwa hiyo sasa lazima utambue mhalifu hana ndugu, hana jirani. Jukumu la ulinzi ni la sisi sote, na linaanzia kwako, kwangu, kwa watu wengine. Je, ulijua? Sifa Online, Sifa Online TV, Sifa Online, Sifa Online TV.